Bwana Yesu asifiwe, watumishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi naomba nimshukuru Sister Victoria kwa ajili ya kuongoza maombi na kwa utii wa Roho Mtakatifu. Sister Pamela, as always, Mungu asikusahau sadaka yako kwa kuendelea kutuombea na kusimama langoni kama inavyokupasa kama mbeba maono. Na kwa watumishi wote, moderators, Sister Joyce, Mungu akubariki, na kila ambaye amepata kibali cha kusogea hapa jioni ya leo. Basi tulianza last week Samueli wa kwanza sura ya 10 mstari wa kwanza mpaka 16. Leo tutaendelea 17 mpaka 27 ikiwa ni nguo yetu ya mwisho. Basi kama ilivyo ada, nitaomba kwa ruhusa yenu niweze kuendelea, nifanye recap tu briefly ya kile tulichojifunza last week. Nitafanya briefly ili kama kutoka kuna muda wa maswali mwishoni. Excuse me. Nachokiona katika screen zenu ni ramani ile ambayo aligawa Joshua pamoja na Musa makazi ya wana wa Israeli. Najaribu kuonyesha Benjamini ni kabila dogo kabisa ambako ametokea Sauli, liko katikati ya Mispa na Rama, ndipo walipokuwa wamepangiwa wao, being one of the smallest tribes katika makabila 12 ya wana wa Israeli. So ninaomba tuendelee. Nitapause hapo niweze kutoa recap tulichojifunza wiki iliyopita. Ile mistari 16 ya kwanza, tulimuona Samueli akimweka wakfu Sauli. It was done privately, awe mfalme wa Israeli, na alitumia, kama tunakumbuka, alitumia flask. Mstari wa kwanza unasema akatoa kichupa cha mafuta akayamimina kichwani pake akambusu. Tulijifunza kwamba ile flask wakati anamweka wakfu alitumia chombo cha plastiki. Plastiki imetengenezwa na wanadamu. Mara nyingi wafalme walikuwa wakiwekwa wakfu kutumia horn au pembe ambayo inatokana na mnyama. Kwa hiyo ili symbolize something that was temporary, ufalme ambao haukuwa na muda mrefu machoni pa wanadamu, pia machoni pa Mungu pia. Na tulimuona Samuel anamwambia kwamba je, Bwana hakukutia mafuta uwe mkuu juu ya urithi? Alikuwa anamkumbusha Sauli kwamba alichaguliwa kwa ajili ya kuangalia urithi wa Bwana. Maana yake kwamba Israeli ilikuwa ni ya Bwana na haikuwa ya kwake, na alitakiwa tu kusimama pale kama mwakilishi wa Mungu na sio mmiliki. Alipokuwa anamwambia Bwana hakukutia mafuta, kwamba hujajiweka mwenyewe. Na tukumbuke na sisi pia tunapokuwa mahali kwenye vyeo tulivyopewa makazini, kwenye nafasi tulizopewa, utumishi uliopewa, Bwana amekuweka mafuta kwa ajili sio kwa ajili yako mwenyewe. Kwa hiyo Mungu atukumbushe. Mara nyingi huwa anasema remember to pinch yourself, kugundua kwamba uko pale kwa ajili ya Bwana. Na pia tunaona ile anointing confirm chaguo la Bwana, ingawaje despite Israel's wrong motive. Tunaona katika ule mstari tunapoendelea pale, najua kwamba Waisraeli walitaka kupewa mfalme wao wenyewe. Ukisoma Samueli wa kwanza sura ya 8 mstari wa 5, waling'ang'ania wapewe mfalme wao. Kwa hiyo even though waling'ang'ania, lakini bado Bwana aliinua chaguo lao kupitia kile kiburi chao cha uzima. Na ndivyo Mungu anavyofanya. Mungu atakuchagulia, atakupa yule mtu unayemng'ang'ania, lakini mwishoni mwa siku ili kulipitisha kusudi lake. Na between mstari wa 2 mpaka wa 7 tuliona Samueli akimpa Sauli 3 prophetic signs ili kuweza kuconfirm ule wito ambao Mungu amempa. Ali outline vitu vitatu ambavyo vilikuwa vinafanya visimama kama divine confirmation kwamba ile anointing au ile kuwekwa wafu was truly from God. Cha kwanza alimwambia kwamba alijaribu kureassure. Tulisema kwamba he reassured his concern. Nakumbuka alikuwa na wasiwasi sana kuhusu punda wa baba yake, lakini alimwambia kwamba utakutana na watu wawili katika kaburi la Raheli. Tuliongelea maana ya kaburi la Raheli, kwa nini alikutana na pale, ili kuconfirm his inheritance, kwamba there was support from that side as well, na kama Mungu alikuwa anajua alipotoka. Akamwambia kwamba watamwambia kwamba punda wa baba yako amepatikana. Mara nyingi Mungu anajaribu kudeal na your worries wakati anakupa kitu cha kufanya. Ndicho kilichotokea. Na pia mstari wa 3 mpaka wa 4, there was a second sign ambayo ilikuwa inaonyesha God's provision kwa Sauli along the way. Asema utakutana na watu watatu ambao watakuwa wakiabudu pale Betheli, wakibeba
wakibeba mnyama. Tulijifunza, sihitaji kuongea sana, na tuliongea kuhusu nini maana ya wale watu watatu walikutana, wana mbuzi watatu, mwingine amechukua mikate mitatu. Tukajifunza kuhusu namba 3 ni namba ya utimilifu. Mwingine amechukua kiriba cha divai, nao watakusalimu na kupa mikate miwili. Tuliongea pia kwa nini walimpa mikate miwili, kumuonesha tu kwamba inatakiwa umtegemee Mungu na si wanadamu. Na alama ya 5 ilikuwa between mstari wa 5 mpaka wa 6. Walimwambia kwamba ukifika Gibea ya Mungu palipo na ngome ya Wafilisti, itakuwa utakapofika mjini utakutana na kundi la manabii wakishuka wenye kinanda na tari na kinubi, na mbele yao watakuwa wakitabiri, na roho ya Bwana itakujia kwa nguvu. That was a third sign. Na tunamuona ambapo Sauli na yeye anabadilishwa moyo, anaanza kutabiri. Tunaona these events because na highlights, how dramatically God can intervene, jinsi ambavyo Mungu anaweza akaingilia katika maisha ya mtu na kubadili jinsi watu wanavyokuona. Na mara nyingi inatokea watu wanapookoka. Tuliongea tukamtaja Rahabu, mara nyingi wanapenda nikiongea na watu kutaja mfano wa Rahabu, Maria Magdalena etc, jinsi ambavyo Mungu anaweza kubadilisha maisha ya mtu na jinsi watu wanavyokuona kwa ajili ya kusudi lake. Na pia mstari wa 7 tunaona anamwambia, basi hapo hizi ishara zitakapokutukia, fanya kama uonavyo vyema, kwa kuwa Mungu yu pamoja naye. Unaona ambavyo anamwambia Sauli ku act with confidence when these signs occur, kwa sababu anamwambia that time God will be with you. Na unaona ule uwepo wa Mungu unampa Sauli mamlaka, confidence and authority to begin functioning in the role for which he was chosen. Hizo zilikuwa ni zile signs 3 tulijifunza. Ukisogea mstari wa 9, tuliona kwamba alipogeuka kumwacha Samueli, Mungu akambadilisha moyo. Tulidiscuss kuhusu kubadilisha moyo vis-a-vis kubadilisha roho, ili kuweza kumwandaa. Na tukajifunza kwamba where God sends you, he equips you. Mungu huwa hakutumi mahali bila kukuequip. Naona Mungu huwa anampa mtu moyo, Mungu huwa anampa mtu karama, Mungu huwa anampa mtu, kuna saa anampa mtu maono kwa muda mfupi tu kwa ajili ya kufanya shughuli zake. Nakumbuka mimi niliongea na kina Pamela wakati kaka yangu anatwaliwa, kaka David ambaye ni shemeji mkubwa wa Sister Pamela, ambapo nilifunguliwa nikapata maono ambayo hajarudi tena kwangu, lakini it was for that specific purpose, ili kuambia familia kwamba msiogope, kaka ametwaliwa na ameenda kwa Bwana. It was very vivid, mpaka anachukuliwa mpaka anaondoka nikamuona. Kwa hiyo it was for that particular purpose. Nimetamani sana kuona, lakini sijaona tena maono kama yale. Nilikuwa kwenye giza, lakini niliona. Kwa hiyo unaona Mungu anaweza akampa mtu, akamfunua kwa ajili ya kitu fulani. Na mstari wa 10 mpaka 13 tunaona alipofika Gibea, kikosi cha manabii wakakutana naye, roho ikamjilia kwa nguvu, na yeye akaanza kutabiri. So this moment tunaona ambavyo roho wa Bwana anaweza akafanya the way, I don't know, let me say it in English, the way God's Spirit can work through unexpected individuals to accomplish his purpose. Kwamba roho wa Bwana anaweza akaingia, albeit ingawaje temporarily, kuweza kufanya kazi kwa ajili ya kuweza kutimiza kazi ya Bwana. Tuliongea kama kipindi kile wakati wa Agano la Kale, roho wa Bwana alikuwa anaingia temporary, lakini sasa hivi tunaye anaketi ndani yetu. What a privilege, neema ya ajabu sana. Kipindi kile alikuwa anaweza akaingia akafanya kazi, na pia anaweza akaondoka. Tukienda huko mbele tutamwona Sauli ambavyo roho wa Bwana anaondoka ndani yake na anaanza kupata shida, anapata shida. Na between mstari wa 14 na 15 tulimwona Sauli akirudi nyumbani na baba mdogo anamuuliza na Sauli hakujibu kwamba mlikwenda wapi, naye akasema tulikwenda kutafuta hao punda, tulipoona ya kwamba hawakuonekana tulimwendea Samueli. Baba akamuuliza zaidi, niambie Samueli alikuambiaje? Baba mdogo was very curious. Lakini tulimwona pia Sauli deliberately akiwithhold ile news kuhusu ufalme, kupakwa mafuta. Na tuliona different school of thought. Sister Victoria alitoa vile ambavyo Roho Mtakatifu alimfunulia, na wengine mimi nikasema ambavyo nimeona. So wengine walisema ile silence ili reflect humility, wengine walisema kwamba haukuwa wakati mwafaka wa kusema kile ambacho Bwana alikuwa amemfanyia akiwa anamsubiri Samueli. Mimi nikasema kwamba inawezekana zile uncertainty na hesitation ilikuwa inaonekana kwamba maybe alikuwa na hofu kuhusu responsibility ambayo ilikuwa imewekwa juu yake, na kwamba alikuwa hayuko tayari kuembrace ile kazi. Hichi kitu sio kirahisi. Tuliona hakikuwa kitu kirahisi sana kupewa ufalme na ukiwa kwa umri kama ule. Kwa hiyo mwishoni mwa siku tulijifunza vitu kadhaa.
kwamba Mungu mara nyingi huwa ana confirm calling yake kwa mtu through various signs na circumstances kama tulivyoona kwa Sauli, na pia Roho wa Bwana huwa anampa mtu nguvu kuweza kufanya ile kazi beyond their natural abilities. Wengi tumeona people can prophesy, wengine wana translate tongues, ni gift ambayo wamepewa watu wachache. Mungu anatoa kwa ajili ya kazi yake. Na pia tunaona divine calling mara nyingi huwa inaanza privately kabla ya kuwa public. Tuliongea kwa kirefu wiki iliyopita, na pia kwamba God provides reassurance. Tumeona ametoa provision, reassurance kwamba punda umepatikana. Nilitoa mfano wa mtoto wangu, nilitoa mfano ambavyo Mungu alisema kwamba nikabidhi huyo. Leo baadaye nitakuja kuongea another mfano ambao Mungu alinipa kwa ajili ya mume wangu. In transformation, when he appoints someone to leadership, and even when you're chosen by God, individuals may still struggle with uncertainty and hesitation about their roles. Tumeona ambavyo Sauli alikuwa akistruggle. Sio kitu kirahisi unapoambiwa kwamba unaenda ukachunge kanisa, ukachunge taifa langu. Mtu ambaye alikuwa hajajipanga. Unakumbuka alichojibu Samueli, alichojibu Musa pia, akawa anabishana na Mungu. Kwa hiyo that was Samueli wa kwanza sura ya 10 mstari wa kwanza mpaka 16. Nisema nichukue muda kidogo niweze kuongea tulichojifunza ili tuweze kuongea kwa faida ya wale ambao hawakuwepo, lakini tutoe nafasi kwa wale ambao wangependa kusikia zaidi. Ilikuwa kipindi cha lisali moja na wachangiaji walikuwa wengi, basi karibuni YouTube muweze kusikiliza zaidi. Basi baada ya kusema hayo, naomba tuendelee. Leo tutaongelea Samueli wa kwanza sura ya 10, tuko ngwe ya pili mlango wa 17 mpaka wa 27, ambayo itamaliza somo letu la leo. Samueli wa kwanza sura ya 10 mlango wa 17 mpaka wa 27, na tutakwenda kujifunza leo. Tutaona mkutano wa taifa la Israeli mbele za Bwana. Tutakwenda kuona Samueli akiwakumbusha watu kuwa wamemkataa Mungu kama mfalme wao. Tutakwenda kuona uchaguzi wa mfalme Sauli kupitia kura, Samueli akielezea haki na wajibu wa ufalme, na pia tutakwenda kujifunza leo mwanzo rasmi wa utawala wa kifalme katika Israeli. Ndiyo tutakwenda kujifunza siku ya leo. Basi nimkaribishe Sister Victoria. If you are in a good position, naomba unisaidie kusoma. Tutasoma yote, sio ndefu sana, 17 mpaka 27, kuhusu Sauli atangazwa kwa mfalme. Karibu Sister Victoria, unisaidie. Amen. Nitasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Mstari wa 17 anasema, basi Samueli akawakusanya watu mbele za Bwana huko Mispa, akawaambia wana wa Israeli, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, naliwatoa Israeli kutoka Misri, nami naliwaokoa ninyi na mikono ya Wamisri na ya falme zote zilizowaonea. Lakini leo mmemkataa Mungu wenu, naye ndiye awaponyaye katika misiba yenu yote na shida zenu. Nanyi mmemwambia, sivyo, lakini weka mfalme juu yetu. Basi sasa hudhurieni mbele za Bwana kwa kabila zenu na kwa elfu zenu. Basi Samueli akaleta kabila zote za Israeli karibu, na kabila za Benyamini, na kabila ya Benjamini ikatwaliwa. Kisha akaleta kabila ya Benyamini karibu, kwa jamaa zote. Jamaa wa Wamatri ikatwaliwa. Akaileta jamaa ya Wamatri karibu, mtu baada ya mtu. Kisha Sauli mwana wa Kishi akatwaliwa, lakini walipomtafuta hakuonekana. Mstari wa 22 anasema, basi wakazidi kumuuliza Bwana, amebaki mtu asiyekuja huko bado? Naye Bwana akajibu, tazama, amejificha penye mizigo. Basi wakaenda mbio wakamleta kutoka huko, naye aliposimama kati ya watu alikuwa mrefu kuliko watu wote, tangu mabega yake kwenda juu. Mstari wa 24 anasema, Samueli akawaambia watu wote, mnamwona mtu huyo aliyechaguliwa na Bwana, na ya kuwa hakuna mtu mfano wake katika watu wote. Ndipo watu wote wakapiga kelele wakasema, mfalme na aishi. Kisha Samueli aliwaambia watu madaraka ya ufalme, akayaandika katika kitabu, akakiweka mbele za Bwana. Samueli akaruhusu watu wote waende kila mtu nyumbani kwake. Mstari wa 26, Sauli naye akaenda nyumbani kwake huko Gibea, na pamoja naye wakaenda kikosi cha watu ambao Mungu alikuwa amegusa mioyo yao. Mstari wa 27, walakini wengine wasiofaa kitu wakasema,
huyu je, atatuokoaje? Nao wakamdharau, wasimletee zawadi. Amen. Amen. Haleluya. Barikiwa sana mtumishi wa Mungu. Tumesoma Samueli wa kwanza sura ya 10:17 mpaka 27. Basi karibu mshare na sisi Roho Mtakatifu anawafunulia nini, tujifunze pamoja. Karibu. Karibu Sister Pam, then Sister Rebecca. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mimi naomba nitaanzia mstari wa 19 leo, ambao unasema leo mmemkataa Mungu wenu. Kwa hiyo hapa tunavyoona Israeli hawakusema kwamba tunamkataa, hawakusema wanamkataa Mungu, yani hawakusema moja kwa moja. Kwa hiyo my take is, wakati mwingine waga hatusemi wazi tunamkataa Mungu, lakini tunamuondoa katika maamuzi yetu, unajua, katika maisha kwa vitu mbalimbali. Mfano, unaweza kuomba, lakini unaomba kitu lakini tayari labda umeshaweka maamuzi yako moyoni bila kusikia mapenzi yake Mungu. Nilikuwa natafakari hapa, naona kwamba nikatoa mfano especially labda tuseme waajiri. Nadhani karibu kila mtu hapa amewekwa mwajiri, au makazini, nyumbani. Mtu anaweza akaja na CV nzuri, akawa na sura nzuri, akawa na charisma, najua, lakini au wadada tunakuwa tumeajiri wengine wadada wa kazi au wakaka wa kazi nyumbani, unaona yani unaona muonekano, unaona huyu ndio huyu ataweza, especially. Kwa hiyo kumbe ni vizuri pia kuangalia mapenzi ya Mungu, ni vizuri kuangalia ndani. Nilikuwa natafakari nikawa nafikiria especially tunavyoajiri wadada wa kazi, utakuta tunawaachia na watoto, utakuta unasafiri, unamwachia. Je, Mungu, mapenzi ya Mungu ni nini? Ni kweli unataka huyo mtu, yani udada au kaka, kweli akae nyumbani pale? Kwa hiyo ni vizuri zaidi kufata mapenzi yake. Hata viongozi ndio kabisa, mara nyingi ndio hivyo. Mungu anataka nini? Mapenzi yake anataka nini katika huyo? Anataka ndio yeye aongoze, ataongoza kupitia kwa huyo kiongozi au vipi? Au team members. I know, sijui kama mfano utafaa, lakini pia hata mchumba kwa kweli, ambaye unataka labda awe mume awe mke, kwa kweli kisa ingine ndio kama hawa. Mara nyingi kitu kinaonekana sahihi mbele za watu, lakini sio sahihi mbele za Mungu. Not every good thing is God things. Wanasema, unajua, not everything that is good comes from God's will. Saa nyingine sio mapenzi ya Mungu. Hata kwenye msemo tu kuna msemo wa kidunia ambao unasema sio kila king'aacho ni dhahabu. Kwa hiyo saa nyingine unaweza kuwa umekataa Mungu, mapenzi yake, umemkataa kitu anachotaka yeye kwa sababu umeangalia tu muonekano. Amen. Naomba niachie na wengine. Amen. Ubarikiwe Sister Pam. Karibu Sister Rebecca. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Mimi nina michango michache hapa. Wa kwanza inakuja unaanzia mstari wa 18 ambapo anasema kwamba niliwatoa Israeli kutoka Misri, nami niliwaokoa ninyi na mikono ya Misri na ya falme zote zilizowaonea. Hii imenifanya niangalie maisha yetu sisi sote. Mtu yoyote ambaye leo hii anamkiri Bwana Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, kuna Misri ambayo Mungu ametutoa wote, na huko Misri saa nyingine tunasahau tu kwamba huko Misri tulikuwa tunaonewa. Na ni muhimu sana kila wakati kama tunaweza, Mungu atupe neema ya kuwa na kumshukuru tu Mungu. Unajua saa nyingine tunajisahau mpaka tunafikaga mahali tunamshukuru Mungu kwa vitu vingine vyote, tunasahau kumshukuru Mungu alipotutoa huko Misri. Kwamba jamani, kwa kweli kule tulikuwa tunaonewa, tulikuwa tunashurutishwa, tulikuwa tunafanya vitu ambavyo havistahili, vya aibu, vitu ambavyo yani vilikuwa vinaleta mauti. Kwa hiyo hilo jambo moja. Lakini lingine nimependa hapa mstari wa 19 Sister Pam ameelezea, lakini mimi nachukua kipati kingine ile inayosema naye ndiye awaponyaye katika misiba yenu yote na shida zenu. Unajua hata pale ninaposema Jehova Rafa, mimi ni Mungu nikuponyaye, watu wengi tunaweza tukaichukulia ni kuponywa magonjwa, lakini nimekuja kupata hiyo revelation kwamba tunapomuita Jehova Rafa, Mungu atuponyaye, anatuponya kila kitu. Anaponya roho yako, nafsi yako, mwili wako, anaponya kazi yako, anaponya career yako, anaponya future yako, anaponya watoto wako, anaponya ndoa yako, anaponya chochote kile kinahitaji uponyaji. Mungu ndo ambaye anatuponya na tusije tukasahau hivyo. Alafu kingine ambacho nimekiona ni jinsi jinsi hapa Samuel alivyokuwa akitwaa.
ikanipa hivyo hivyo picha ya kwamba hata mimi na wewe Mungu ametutwaa. Wewe hebu ukae ufikirie, duniani kuna watu bilioni tu, wanasema sijui wako bilioni 8 sijui. Kwa hiyo mfikiria Mungu katika watu bilioni 8 akaenda kwenye taifa la Tanzania, akaenda kwenye kabila lako, akaenda kwenye ukoo wako, akaenda akakutwaa wewe. This is how God has loved us and have searched for us, na hakukata tamaa. Kuna wengine tumefuatwa miaka 40, wengine hata 50, bado Mungu anakutafuta tu akuweze kukupata, aweze kukuokoa. Kwa hiyo hicho kitu nacho nimekiona ni kitu muhimu sana. Kingine ambacho nimekiona cha mwisho ambacho nitaenda kukiongelea ni jinsi ambavyo Sauli alienda. Neno Mungu linasema mstari wa 26, Sauli naye akaenda nyumbani kwake huko Gibea, na pamoja naye wakaenda kikosi cha watu ambao Mungu alikuwa ameigusa mioyo yao. Je, sisi watu wanaoenda pamoja nasi wameguswa na Mungu? Je, ni Mungu ndio amewaongoza tuende nao, au tunaenda tu na kila mtu? Ni muhimu sana kuwa kunamwomba Mungu kwamba Mungu akupe watu ambao Mungu amewagusa mioyo, kwa sababu otherwise ndio tunaenda na mtu ambaye hajaguswa moyo na Mungu, anakuwa badala ya kuwa msaada anakuwa hindrance kwenye lile kusudi ambalo Mungu anataka ulifikie. Kwa hawa ni watu ambao wanaenda kusupport the vision, the plans of God kwa maisha ya Sauli. Na vile vile kingine ambacho nimejifunza hapa haraka, samahani nimesahau hii point, ni kwamba pamoja na hapo kuna mahali Samueli anasema watu wote mnamuona mtu huyu aliyechaguliwa na Bwana. Umeona, kila kitu kinatoka kwa Bwana. Kwenye Yohana, nadhani ni Yohana 3 kama sikosei, kuna mstari unasema kwamba everything imetoka kwa Mungu. Kwa hiyo pamoja na ndio maana saa nyingine kuna watu wengine wanapata kishindani mchanganyiko pale ninaposema vile Mungu ameumba giza, ameumba nuru, ameumba mabaya, ameumba mazuri. Pamoja na kuwa Mungu hakuwa anamtaka Sauli, lakini bado ni yeye ndio aliyewapa. Kwa hiyo tusiwe tunajichanganya tukaona tumepokea kitu kwa vile nimekiomba nimekipata, ukajua hayo ni mapenzi ya Mungu. Not everything that we prayed for tukakipata ni mapenzi ya Mungu. Yawezekana kile kitu Mungu amekupa kwa sababu ya kukufundisha na sio kwamba amekitoa kwa mapenzi yake. Na huyu mtu tunaambiwa kwamba hao watu walivyoona wakapiga kelele wakasema mfalme na aishi. Wamefurahia kile ambacho Mungu amewapa. Kwa hiyo Mungu awabariki sana, na tumuombe Mungu sana atusaidie katika hayo mambo niliyoyazungumzia. Amen. 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 Karibu Sister Victoria, then Sister Razia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mi nachangia kitu kidogo katika mstari wa 22 hapo Sauli alipojificha, maana wanaenda kumtafuta penye mizigo. Nilikuwa najiuliza swali hapa, nasema hii ilikuwa humility au fear? Lakini in both ways, kama ni fear, Mungu akatusaidia ili tuondokane na fear ili tuweze kusema, lakini kama ni humility pia nayo pia Mungu. Lakini kitu kingine ambacho nilikuwa najaribu kutafakari ni kama maombi niliyoyafanya. Mimi ninaamini kwamba kuna watu wengi sana wameitwa na Mungu, sio katika hii madhabahu, hata katika madhabahu mengine, sio hapa tu, hata kwenye makanisa huko tuliko, watu wengi kweli wameitwa na Mungu, lakini kwa sababu ya ile kusingizia kwamba humility, unyenyekevu, tunakuwa tuko huku tunajificha. Lakini kitu tunachokifanya hapa ni kupuuza au kuzuia au kuchelewesha wito ambao Mungu ameuweka ndani yetu. Unaona? Sasa ukiuliza watu, mimi naangalia huduma yangu niliyokuwa nayo before, watakwambia mimi I do things lakini behind the scene. Siku moja nikawauliza, hivi sote tukiwa behind the scene, nani anakuwa in front of the scene kama kipo Kiingereza cha hivyo? Kila mtu akijua nyuma, nani anaenda mbele kufanya kazi yake? Na Mungu akatusaidie. Mimi naendelea kuomba, sio kwa ajili ya leo tu, ni kwa ajili hata siku zijazo. Mungu ameweka watu wake. Unaona hiyo Efeso 4:11 tuliyoitumia katika maombi, ameweka watu wake kwa kazi tofauti, lakini tunasema tu humility, tunasema hivi vitu ni vya wengine, na wewe Mungu amekupa cha kwako. Mungu akatusaidie tukahudumu au tukafanya kazi mahali ambapo ametupanda. Nitaka kuchangia mstari wa 26 pia, lakini profesa ameshachangia, ila kitu ninachosema katika huduma zetu tuendelee kuombea viongozi wetu. Unaona, we need divine helpers. Unajua sometimes tunakuwa na watu ambao hatujaitiwa au watu wako tu for the sake of being there. Unaona, watu ambao Mungu amewagusa mioyo yao ili wakasukume zile huduma. Mungu atusaidie. Amen, Amen. amina.
Ngoja niongezee hapo alafu nimwache Darazia amalizie. Kwenye hiyo point uliyoiongea Sister Victoria, ninaikubali, lakini pia najaribu kufikiria kwamba mara nyingine tunatakiwa pia tujue majira na nyakati ambazo tunatakiwa kufanya kitu fulani. Kwa hiyo mara nyingine kweli tunaweza tukasema ni kazi ya Mungu, nataka niifanye hapa, au kumbe kuna kitu kingine ambacho Mungu anataka ukifanye au ukifanye kwa njia tofauti. Kwa hiyo kikubwa bado ni kumwomba Mungu na kumsikiliza Mungu au Roho Mtakatifu anatufundisha nini. Karibu Darazia. Amen. Na mimi naongezea hapo kuna hiyo swala la humility. Kingine ninachokiona another angle ni kwamba on top ya hicho ambacho mmesema, pia inaweza ikaonekana kwamba kujificha kwake sio ni kukimbia majukumu ama hataki kufanya hiyo kazi. Kwa mfano hata sisi saa zingine Mungu anatuita kufanya kitu, lakini sisi wenyewe tunaogopa. Kwa mfano kama huyu aliitwa na tangu mwanzo huko tunaona hivyo vigezo vyote anavyosema, mimi ni mdogo, kabila langu, why me? Kwa hivyo sometimes Mungu yani tujifunze kwamba Mungu anapotuita tumwamini Mungu, kwa sababu yeye mwenyewe anajua sisi ni wadogo, tumetoka makabila madogo, tuko insignificant kama tunavyojiona, lakini Mungu mwenyewe anapokuchagua kwamba God calls for boldness, na tutakuwa yani to depend on Mungu zaidi kuliko kudepend na nguvu zetu na akili zetu. Na kingine pia humo ndani in terms tukiangalia kiroho ni kwamba yani Mungu anapotuita ni vizuri kwamba tunaweza tukasema ni humility, lakini pia Mungu hapendi tuwe na ego. Sometimes katika huduma na jinsi ambavyo Mungu ametuita, Mungu anaweza akakuita akakubariki akakupa gifts. Hata si wenyewe tunajua tu kwamba kuna watu wengine badala ya kutumia hizo gifts for the glory of God wanazichukua kuweza kuexploit watu na wanazichukua kama ego. Nakumbuka kama mimi enzi hizo tulivyokuwa tunafanya kazi, kulikuwa na jamaa mmoja stori yake ikitoka kwenye gazeti, anatembea na gazeti Mwanza nzima, kila mahali anapopita anaonesha, unaona bwana, leo stori yangu imetoka. Kwa hivyo na sisi pia katika wokovu tunapaswa kuwa courageous, lakini tusiwe na ego kama viongozi, na kuweza kurealize kwamba nguvu zetu zote na kila kitu Mungu anachotupatia ni kwamba ni kwa ajili yake, na tuwe more obedient katika calling ya kwake. Na kitu kingine ambacho ninachokiona in terms of opposition, verse 27, ni kwamba pale wale watu walivyomsema Sauli, wengine wakamsema vibaya, lakini tunaona kwamba Sauli aliweza kuwaignore. Kwa hivyo na sisi pia katika safari yetu ya mbinguni na katika kazi na whatever ambacho Mungu ametuitia, tunaitwa kuvumilia kama Sauli alivyowaignore wale watu na akanyamaza, kuweza kuonesha wisdom. Kwa sababu wanasema kwa mfano kama ukitembea kama kila mbwa atakaye kubwekea ukianza kutupa mawe, huwezi kufika unakokwenda. Kwa hiyo sisi tumwangalie Mungu, tusiangalie watu katika kila kitu tunachofanya. Alafu kingine nakiona ni kwamba kwenye hiyo verse 26, kama Mungu siku zote anapokuita lazima atakuandalia watu wa kukusaidia. Siku zote Mungu hawezi kukuita akakuacha peke yako, lazima atakupa na msaada. If it is from God itakuwa na resources, lakini kama tumejituma sisi wenyewe, ndio maana unaona kazi inakuwa ngumu, huduma inakuwa ngumu, kwa sababu tumejiita sisi wenyewe na pia tunatumia nguvu zetu na akili zetu kuliko kumtegemea Bwana. Kwa hivyo nimalizie hapo. Amina. Amen. Amen. Karibu Sister Anna, uendelee. Asante sana. Sister Pam, kuna kitu ulisema, I think I recorded you. Nataka tu kupata clarity. Sister Pam, kabla sijaendelea, ulisema kwamba Israeli hawakusema verbally kwamba wamemkataa Mungu, right? Yani nilikuwa najaribu kusema mpaka alivyomkataa. Yani unajua unasema sikutaki Mungu, nimekukataa. Yani not necessary kwamba wamesema hivyo, umeelewa? Okay. Ndio that what I meant. Yani nilikuwa namaanisha kwamba yani hata sisi mfano tunavyokataa maamuzi ya Mungu, yani utakuta ujui kama umekataa, unakataa bila kujijua. That's what I meant. Okay. Kama ime make sense. Okay. Nimekuelewa. Wakati unasoma vile nilikuwa naandika points za kila mtu. Ukisoma I had a different school of thought, mtumishi. Okay. Ukisoma Samueli wa kwanza 8:7
ukisoma Samueli wa kwanza kuanzia 8, Samueli wa kwanza mlango wa 8 kuanzia pale mwanzo, utaona ambapo Samueli aliweka watoto wake tayari, aliweka wakfu wamrithi yeye, lakini hawakwenda katika njia za Bwana. Alafu baada ya hapo wazee wa Israeli wakamuita wakasema kwamba watoto wako umewaweka, lakini hawaendi katika njia zetu, wakataka wachaguliwe waamuzi wengine. Hilo neno likamchukiza Samueli, akaenda kuomba kwa Bwana. So mstari wa 7 inasema Bwana akamwambia Samueli, isikilize sauti ya watu hawa katika neno watakalokuambia, kwa maana hawakukataa wewe bali wamenikataa mimi, ili nisiwe mfalme juu yao. Kwa hiyo that is what they meant here, kwamba walimkataa Mungu kwa kuwa hawakutaka mfalme walipokuwa wamemuita Samueli, wale wazee wakasema. Si umeelewa na so where I come from, Tumishi? Walimkataa Mungu kwa sababu wamemkataa mfalme. Nadhani labda the way nilivyoeleza, yani, lakini I think I was trying to elezea kwamba unaweza kuwa umemkataa, yani mfano Mungu amemtuma mtumishi alafu mkamkataa. Si ile mfano unasema unamkataa labda mtumishi amekuja lakini kumbe umemkataa Mungu. Sawa. That's what I meant. Kwamba lakini labda the way nilivyoeleza, nimeeleza tofauti, kwamba yani nilikuwa najaribu tu kuelezea the way kwamba unaweza ukafikiri umemkataa mtu au umemchukua mtu, kumbe sio, yani unafikiri ni... Sorry Pam, nafikiri nikusaidie hapo. Nisaidie. Mimi hapo nilivyoelewa ni kama hivi, kwa mfano. Unaweza ukakuta labda unasikia moyoni kwamba nenda kafanye kazi ya Bwana hii, au kampigie Ana simu. Ndio. Maybe hapo ningekupigia simu ningekuta unaniambia, "Wifi niombee." Mimi nikaona si nimeongea naye juzi, nikaigiza. Nimekataa kazi ambayo Mungu amenipa. Inaweza Roho Mtakatifu purposely ameniambia do this now. Nafikiri that's what maybe Pamela anajaribu ku mean. Can I also say something? Nimenyosha mkono samani. Nimeelewa. Mfano imekuja. Asante Joyce. Amen. Asante. Can I say mfano ambao ni rahisi sana kwa kila mtu atauelewa. Kwa mfano, Bwana Yesu amekuja, amekufa msalabani ili kila mtu amwaminie asipotee. Sasa kuna watu kwa kutokumkiri Yesu kwamba ni Bwana, ina maana watapotea pamoja na kuwa Yesu amekufa. Yaani wamemkataa Yesu hata kama hawajasema nimemkataa Yesu. Yani ndio hicho kwamba by default unakuwa umemkataa Mungu, lakini wewe you didn't say that and you didn't know kwamba unamkataa. That's what she's trying to say. Nimeelewa kabisa, nimeelewa. Mungu awabariki watumishi. Niendelee moderator? Yes, karibu endelee. Okay, asante. Niangalie na time yangu. Bado nina muda. Basi na mimi nitakwenda, nimegawa kwa vipande. Mstari wa 17 mpaka 19, Samueli wa kwanza 10 anasema, Samueli aliwakusanya watu mbele ya Bwana huko Mispa, akawaambia wana wa Israeli, Mungu asema hivi, na aliwatoa Misri. Akawa anawakumbusha. Inanikumbusha pia Paulo wakati alivyoitwa pia pamoja na Petro, anaongelea history, anaangalia nyuma. Anasema nami naliokoa ninyi kwa mkono wa Misri na falme zote zilizoonea, lakini leo umemkataa Mungu. Hii kitu ambacho tumekidiscuss sasa hivi. So nikasema kwamba tunajifunza nini Mispa. Nimeona neno pale Mispa limetajwa. Mnakumbuka Mispa tulisoma katika Samueli wa kwanza 7, na ni neno ambalo lina rehema na ushindi, ambako pale waliinua jiwe wakamuita Bwana Ebeneza, wakasema hata sasa Bwana ametusaidia. Pia Mispa pale panaashiria covenant and accountability. Last week tulikuwa tunasoma, nilikuwa nasema mahali popote Mungu anapokuwa anataja mahali, anataja eneo, anataja kitu, go back and research again, kwamba there is a reason kwa nini walikutana sehemu fulani, there's a reason kwa nini, yani inarudia Betheli, inarudia nini, go back and read ujue kama kinasema nini. Nilijifunza hicho wakati nafanya Bible study. So nikasema Mungu anachunguza motive ya moyo ya mtu, motive of the heart. Hata kama ikiwa amekujibu maombi, bado atakukumbusha kwamba kuna hichi, lakini kuna sehemu hii ukwenda sawa, ili watu waweze kutubu. I believe kwamba Samuel alikuwa anasema vile ili watu warudi kwa ajili ya kutubu, kama vile Musa alikuwa anaongea nao, anawaambia mmefanya hiki, mmefanya hiki, mmefanya hiki. Unaona watu wanaanguka, wanaanza kutubu. Mungu alivyowakatalia akasema kwamba nitatuma malaika. Musa alivyokwenda kuambia kwenye Kutoka 33, my favorite, watu wakaanguka wakalia. Kwa hiyo I believe Mungu alikuwa anajaribu kuwarudisha watu waelewe kwamba even though nimewapa, lakini kuna hii sehemu ambayo tulipishana Kiswahili au tulipishana lugha. So
Nikasema God may answer prayers and still correct motives, na hiyo inakuwa ni neema sana. Mungu akikujibu lakini akajaribu kucorrect your motive, ujue kabisa uko upande mzuri wa Mungu, kwa hiyo upate tu neema ya kutubu. Yeah. Ukisoma Matendo 7:51 unakumbuka Petro alivyokuwa anawaambia enyi wenye shingo ngumu, msiotairiwa mioyo wala masikio, siku zote mnampinga Roho Mtakatifu kama baba zenu walivyofanya, ninyi pia hivyo. Kusoma ile Matendo tuliyosoma utaona anawakumbusha kwamba yes, even though tunaishi lakini bado mnakuwa na shingo ngumu, hamuelewi kwa nini tumekuwa hivi. Na pia Isaya 30:1 inasema ole wa watoto wa waasi, asema Bwana, watakao mashauri lakini hawataki ya kwangu mimi. Ndio kama hao walikuwa wanataka mfalme lakini in their own way, Mungu akawapa, lakini ndio mwishoni mwa siku unajua kama kulikuwa kuna majuto kwa wana wa Israeli makubwa tu. Mstari wa 20 mpaka 21 tunamwona Samueli nao anaita kabila zote za Israeli, anazikusanya. Labda niende kwenye ile ramani itanisaidia, labda nirudi nyuma kidogo kwenye ile ramani. Aliwaita wote hizi kabila 12, lakini aliwaita hapa Mispa, hapa katikati, where I'm putting my cursor. This is where kabila la Benjamin lilikuwepo hapa chini pia. Aliwaita wote wakusanyike hapa. Kwa hiyo it was quite a journey, I believe, sio waliitana vipi, lakini wote walitoka huko waliko kwa ajili ya kuweza kuchagua mfalme wao. Bwana asifiwe sana. I think ilikuwa kuangalia ramani kidogo imetusaidia kupata picture. Anasema aliita kabila zote, kisha akaileta kabila ya Benyamini karibu kwa jamaa zao. Jamaa wa Matri ikatwaliwa, wakaanza wa Matri, alafu asema kama akaileta jamaa ya wa Matri karibu, mtu baada ya mtu, kisha Sauli mwana wa Kishi akatwaliwa, lakini walipomtafuta Sauli hakuonekana. So Samueli wa kwanza, hii mlango wa 10 na rekodi kura ya kwanza kuchagua kiongozi wa nchi taifa la Israeli. Ukiendelea kusoma wanasema kwamba kabila baada ya kabila wakawa wanapunguza kupunguza. Tulimuona amekusanya kabila zote, and then kura ikapigwa per tribe, wakabaki kabila la Benyamini, alafu wakabaki Sauli. Hii nimeandika ina resemble a public selection system. Huwa mara nyingi zinakuwa na rounds elimination. Unaanza kuanzia kule chini mpaka unapata mbunge, ukipata mbunge unasogea juu mpaka mnakuja mwishoni mwa siku mnakuja kupata rais. So tunamwona Mungu anathibitisha hadharani kile alichokichagua sirini. Pia kura huondoa upendeleo wa kibinadamu. Mungu daima huthibitisha kile anachokichagua. I believe wakati tunaongea na viongozi, I think about 2 weeks ago, nikasema I believe this was the first time kura imepigwa katika taifa la Israeli. First time kura imepigwa kwa ajili ya kuchagua kiongozi. Kienda ukasoma Old Testament kote, kwa sababu huyu ndio alikuwa ni kiongozi wa kwanza kuongoza taifa. Kipindi kile watu walikuwa kama wawakilishi wa Mungu. Kwa hiyo walipiga kura, na na believe kwamba this is where now dunia ilichukua hiyo mfumo wa kupiga kura kuendelea, maana vitu vingi vimetoka kwenye Biblia. Ukisoma Mithali 18:18 neno la Mungu linasema kura hukomesha mashindano. Na pia Joshua 7:14 inasema basi asubuhi mtaletwa karibu nami kabila kwa kabila, kisha itakuwa ya kwamba kabila ile atakayoitoa Bwana itakaribia jamaa kwa jamaa, na jamaa ile atakayoitoa Bwana itakaribia nyumba kwa nyumba, na nyumba ile atakayoitoa Bwana itakaribia mtu kwa mtu. Unaona ambavyo Mungu alivyokuwa systematic. Wanasema he is a divine orchestra, extraordinary strategist, impossibility specialist. Yani he knows how to do these things. Na unaona kama from there tuna copy na sisi tunaweza kuendelea. Nakumbuka Musa na baba yake Zipora alivyomfundisha kuhusu delegation system, succession. Mungu alimfundisha Musa succession. Anasema kwamba wakati Musa, nilikuwa nasoma leo jioni, wakati Musa anatoka, Biblia inasema Joshua mwana wa Nuni alibaki hekaluni. Unaona ambavyo succession inavyokuwa created. Mwishoni mwa siku God did not struggle because already there was a successor. Na ndivyo inafanyika kwenye maofisi sasa hizi. Ukitoka kuna mtu ameshika kiti chako. Ukitoka kuna mtu ambaye anaku-understudy. Kwa hiyo Biblia has got so many lessons. Bwana asifiwe sana. I just love the Bible. Kienda mstari wa 22, Bwana Yesu asifiwe sana. Kama mnanisikia basi mniitikie, mnitie moyo. Haleluya, asante. Mstari wa 22 anasema basi wakazidi kumuuliza Bwana, amebaki mtu asiyekuja huku bado? Naye Bwana akajibu, tazama amejificha penye mizigo. Hichi sikukiandika, lakini ninaona hapa ndani yangu, naona Roho Mtakatifu ananiambia soma hii ana kwamba wakazidi kumuuliza Bwana. They persisted in asking the Lord. How many of us persist? Ukishapata jibu la kwanza unaondoka zako, unaishia na 50 zako, lakini unaona bado
unamuuliza Bwana anakuambia kwamba yes nitafanya, lakini bado huoni majibu. Lakini you see the Israelites wana persist. Roho Mtakatifu ananifundisha hapa sasa, wana persist, wakazidi kumuuliza Bwana. Bwana akajibu akasema amejificha penye mzigo. It's a lesson kwetu sisi na utakuwa kuja kusikiliza baadaye. Unapomuuliza Bwana anakupa jibu, ukiona bado haija manifest, go back and persist. Mungu ni mwaminifu sana, huwa anatufundisha. So tunachojifunza kingine ambacho naona nilikuwa nimeandika, kama Sauli tunaweza tusijifishe, lakini tukakimbia wito kutoka kwa Mungu. Wengi tumeona because of the feeling of inadequacy, or mtu anakuwa uncomfortable, kama Moses, kama Jeremiah. Nakumbuka alipoambiwa akasema mimi ni mdogo. Moses akasema mimi na kigugumizi etc. Mungu mpaka karibu apandwe na hasira, lakini God is so merciful. Mwishoni mwa siku Moses became one of the greatest of all times. Jeremiah pia tunajua kilichotokea kwake ukisoma kitabu chake. So pia kuogopa kufeli au watu watasema nini ni moja ya sababu ya kujificha. Najua kuna mmeongelea, Sister Razia ameongelea, Sister Joyce ameongelea, Sister Razia ameongelea, Sister Victoria amesema Sauli alipojificha, maybe humility or fear. Sister Razia pia amesema kukimbia majukumu, Mungu anapotuita he equips. Kwa hiyo mimi na mimi niliona kwamba maybe it's a feeling of inadequacy, kuogopa kufeli au watu watasema nini ni moja ya sababu ya kujificha, because Sauli ni mtu ambaye alikuwa hajiamini kabisa. Biblia inatuonyesha hivyo. Na pia unaona kwamba amejificha penye mizigo. Nikasema baggage symbolizes unresolved fear, self disbelief, state of the heart. Unapoenda kwa Mungu mara nyingi saa nyingine unajificha, lakini unajikuta una mizigo kuanzia msingi mpaka kila kitu yani. Kwa hiyo unakuta you hide behind your baggage. So neno la Mungu linasema njooni kwangu ninyi msumbukao na kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Mungu anakuanoint wewe, anasema kuwa mfalme wa kikuhani. Akisha kuanoint unaondoka na mizigo yako. Lakini Yesu anasema iache hapa, nenda kafanye kazi yangu. So you see Sauli alishakuwa anointed kuwa mfalme, lakini bado na mizigo anayo. Alikuwa anawaza punda, Mungu amemwambia punda kapatikana. Anawaza hiki, asijiamini, vitu vingi ambavyo vimesema. So unaona kwamba hofu isiyothibitiwa leo, mara nyingi hofu inajenga uasi. Biblia inasema hatukupewa roho ya hofu kabisa. Kwa hiyo unapoibeba hofu, mwishoni mwa siku inaleta uasi. Unaweza ukaogopa mpaka ukajenga vitu vya ajabu. Nakumbuka mimi nilikuwa naogopa sana giza, naogopa sana kufa. Mungu wangu, amna mtoto alikuwa anaogopa wa mama yangu kama mimi kufa. Alikuwa adhabu yake ananifungia chooni. Nilikuwa naogopa sana kifo, yani nikiona jeneza I get phobia mpaka nashindwa kupumua. Lakini nashangaa siku hizi mimi I can go makaburini, nikaenda kusafisha kaburi la mama, nikaenda kuzika bila kuogopa. Yani I don't know what happened, I can go into the darkness and not get scared. Jinsi ambavyo Mungu anavyojaa mpaka kiasi ya kwamba hauna room ya hofu. Kitu kingine ambacho tunajua, you can be chosen and still be afraid, but fear must be confronted. Kwetu sisi sote, ukiacha fear unakuta unashindwa kufanya kile ambacho umekusudiwa kufanya, na hii ni kote, from your family all the way. Ukihofu tu huwezi kufanya kitu chochote. Nimeweka reference ya Mwanzo 3:8, anasema kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupungua. Adamu na mkeo wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Kwa nini walijificha? Waliogopa nini? Kwa sababu walijua tayari hofu haiko pamoja na Mungu. Na pia Kutoka 4:13 inasema Musa akasema, Bwana nakuomba tuma kwa mkono wake huyo utakayemtuma. Unaona ambavyo Musa alikuwa anaogopa, niliongea mwanzoni. Kwa hiyo maybe cha kuondoka na katika mstari wa 22 Yesu anasema njooni kwangu ninyi nyote, jifunzeni kutoka kwangu, mimi ni mpole mnyenyekevu, jitieni nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Mungu atupe hiyo neema sisi na wale watakuja kusikiliza baadaye. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Ukienda mstari wa 23 mpaka 24 wanasema wakaenda mbio wakamleta kutoka huko Sauli, kutoka kwenye mizigo. Naye aliposimama kati ya watu alikuwa mrefu kuliko watu wote. Nimejaribu sana kutafuta picha ya Sauli, napiga picha mtu mabega yake kwenda juu. The best picture that I got was this. Mabega kwenda juu, but it still does not describe him. Yani alikuwa ni mrefu, he was handsome, yes, lakini mabega kwenda juu alikuwa mrefu. Tukienda mbinguni kama atakuwa kule tutamkuta, maybe we will get a picture alikuwa ni mtu wa aina gani. Wanasema kwamba alikuwa mrefu kuliko watu wote tangu mabega kwenda juu. Unaona, Biblia is describing his physique.
na nothing else. Samueli akawaambia watu wote, mnamuona mtu huyu aliyechaguliwa na Bwana? Mnamuona mtu huyu aliyechaguliwa na Bwana, ya kuwa hakuna mtu mfano wake katika watu wote. Ndipo watu wote wakapiga kelele na kusema, mfalme aishi. Nilisikitika wakati nasoma hii kwamba unajua Samueli alikuwa ni mtumishi wa Mungu. He was a seer. Walikuwa wanaitwa seers by that time. He was a seer. Lakini anasema ana mention physique yake. Ana mention kwamba hakuna mtu huyu. He's only speaking of the outer part. That's how I saw it. Ndicho nilichokuwa perceive. Anasema namuona mtu huyu aliyechaguliwa na Bwana. Nikasema they were focusing on the outer part of a person. Nikakumbuka Farao wakati naongea na viongozi last time, nikasema unajua Farao alikuwa ni mtu wa mataifa. Ni mtu ambaye Mungu alimuinua kwa ajili ya kusudi lake. Tunajua alikuwa mwabudu Mungu wetu. Alipomuona Joseph, alisema tupate wapi mtu kama huyu ambaye roho ya Bwana yuko ndani yake. Kings walipomuona Danieli, they saw the spirit of God in him. Tupate wapi mtu kama huyu ambaye roho wa Bwana. Na unakumbuka wafalme wote waliokuwa wakati wa Danieli pia hawakuwa wanamwabudu Kristo wote. Belteshazzar, sijui anaitwa nani, Dario, Nebukadreza na Belteshazzar kama sikosei, wote walikuwa sio, lakini walikuwa kwenye nchi ya Ukaldai, unajua kama Iraq, walikuwa moved wakina Daniel, but they saw the spirit of God in them. Lakini Samueli hapa anapomdescribe Sauli, ana describe physique. It's really sad, yani ilinisikitisha. Na Israeli walipoona, wanaona the outer part, wanasema mfalme aishi. So nikaandika pale, Israel wame celebrate height and beauty, but God later exposes the danger of this standard. Mungu haangalii nje, Mungu anaangalia ndani. So what impresses people may not concern God. Excuse my French there. Mungu huangalia moyo wa mtu, Mungu huangalia utii, si uzuri wa sura. Unakumbuka hata wakati wa Daudi, wakati anataka kwenda kutoa mafuta akiwa na 17 years, what happened? Hata Samueli mwenyewe hakutegemea, Mungu akamrudisha. Kwenye Samueli wa kwanza 16 tutakuja kukutana naye. Bwana akamwambia Samueli, usimtazame uso wake wala urefu wa kimo chake, kwa maana mimi nimemkataa. Bwana haangalii kama binadamu aangaliavyo. Mungu anafundisha sasa. Maana wanadamu itazama sura ya nje, bali Bwana hutazama moyo. Mungu atusaidie sana, tuna vijana ambao wanakuwa, eventually they will get married. Mungu atusaidie tunapokwenda kuangalia hawa wachumba, tutakapokuwa introduce girlfriends and boyfriends, wakati urafiki wanaanza. Mungu atupe kuona ndani. Mungu asitupe tuwe mesmerized, this is the right English, na mesmerized na the outer beauty, kwa sababu tutapotea. Eventually tunaombea wake wema, tunawaombea waume wema, lakini tuombe sana, maanake sisi tukawa mistaken na kina Delilahs. May God have mercy on us, oh Lord, kwa sababu ya kufurahia na kusema mfalme na aishi, mwali nimepata na kigelegele tukapiga, bila kumuuliza Roho Mtakatifu, because God looks at the outer part, the inner part and not the outer part. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Sio kwa nini Roho Mtakatifu amenibana hapa, vitu ambavyo hata sikuwa nimeviandika, lakini I'm sure tunapona wote, na mimi nikiwepo mama wa vijana wawili. Amen. Basi kumaliza mstari wa 25 mpaka 27 unasema, kisha Samueli aliwaambia watu madaraka ya ufalme, nimebold, akayaandika katika kitabu, akakiweka mbele ya Bwana. Samueli akawaruhusu watu wote waende kila mtu nyumbani kwake. Sauli naye akaenda nyumbani kwake huko Gibea, na pamoja naye wakaenda kikosi cha watu ambayo wengi mmeongea, ambapo Mungu alikuwa ameigusa mioyo yao. Walakini wengine wasiofaa wakasema, huyu je, atatuokoaje? Nao wakamdharau, wasimletee zawadi. So tunajifunza nini? Nikasema unaona ambapo nimebold, aliwaambia madaraka ya ufalme, akayaandika katika kitabu. Before that, katika zile the books of Moses, tunaona ambapo Moses alikuwa ameandika Torah na sheria na nini, jinsi watu ambao walikuwa wanatakiwa kumwabudu Mungu. But now unaona things, tables are turning, kwa sababu wamepata mfalme nao, mfalme wa kwanza Israeli. Kwa it was necessary aandike kitabu, aliandika job description. This was the first mention of a job description. Kama nilivyosema, Bible inafundisha vitu vingi, wengine wanaita role profile, wengine wanaita job description, but this was the job description ya mfalme, kwamba this is how you will work, and we have all adopted from there, kwamba kila unapopewa kazi, you're given a job description, or you're given rather a role profile. This is how you perform. From there now ndio unapewa now performance objectives zako za kufanya kwa mwaka. Kwa hiyo
aliwaambia, akaandika kwenye kitabu akiweka mbele za Bwana. Unaona ambavyo ana present mbele ya Bwana. Sauli alikuwa mfalme wa kwanza wa Israeli. Tulijifunza last time alichaguliwa mwaka wa 11 before Christ. Nimeandika first mention of a job description. Nikasema pia it was necessary to have a constitution in first time public state versus religious state where they had Torah. Unaona alipokuwa anaandika hili alikuwa anawaandikia pia constitution kwamba hivi ndivyo utakavyotawala, hivi ndivyo mtakavyomheshimu mfalme, alafu anaweka mbele ya Bwana. Tunajua kabisa kwamba ukiweka mbele ya Bwana kinapata baraka. Kwa hiyo as much as nimesema kwamba ni mention ya kwanza job description, lakini pia tunaona constitution ya wanadamu, jinsi ya kutawaliwa na mwanadamu wenyewe vis-a-vis kipindi kile walikuwa wanatawaliwa na Mungu. Na nikasema where God leads he provides. Mungu anapokupeleka huwa anatoa provision. Kwa hiyo Mungu alitoa provision na constitution, akatoa provision na job description through his servant. Tunajua kabisa wale manabii walikuwa ni wawakilishi wa Mungu hapa duniani. Na pia inatufundisha kwamba nguvu bila mipaka. Tunajua kabisa kunakuwa na matumizi mabaya ya umma, matumizi mabaya. Kwa hiyo power without boundaries it becomes abuse. Kwa hiyo Mungu unaona kabisa ambavyo he is very organized, extraordinary strategist I call my God, ambavyo anaonyesha kwamba lazima kuwe kuna mipaka, huwezi kupita hapa. Na ndio maana Samueli alipokuwa amevuka mipaka yake, you know what happened. You know what happened. Mwishoni aliishia kuvuliwa, Mungu akagairi. Pia tunaona upinzani ambao mmeshaongea, nisingependa nirudie sana. Wale wanaofahamu ulipotokea ni rahisi kutokutambua kile ulichopewa na Mungu, and this is a biblical pattern. Tunaona mara nyingi sana yule anayechaguliwa, wanaopewa madaraka au mtu anasema nabii akubaliwi kwao. It's a biblical pattern. Hata Yesu alisema hivyo hivyo. Na tunaona ambavyo walisema Sister Razia, I believe niliandika kwamba Saul held his peace. Alikuwa na peace, lakini pia ile peace yake ilikuwa kwa muda tu, sababu Sauli alikuwa ni mtu wa kisasi pia. Unakumbuka Daudi aliposifiwa, tutakaenda kuona mbele, akamgeukia. But we are also seeing ile peace ambayo mmeiongea wengi. It could be the work of the Holy Spirit. Kwa sababu moja ya tunda la Roho Mtakatifu ni upole, ni kiasi, ni uvumilivu, ni uaminifu, neema. Vyote hivyo ni matunda ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo you also see kwamba it's the works of the Holy Spirit ambaye alikuwa amemshukia. Na pia nikaandika ukiwa na Holy Spirit anakuambia unatambua wakati wa kuzungumza na wakati wa kunyamaza, and you see that being exercised in the highest form na soul. Na nikaandika kama nilivyosema mwanzoni, his silence is wise now but later ilikuwa very dangerous, kwa sababu hakuwa mfalme ambaye ametulia. Nikasema pia Mungu huinua watu kuwa upande wako kama mlivyoongea wengi. Nakumbuka mimi mara nyingi nimekuwa nikitoa ushuhuda hapa, Mungu ananipa neno la kila mwezi, na mwezi huu pia ameshanipa, limekuwa confirm na watu wengi. Mara nyingi ananipa mstari, alafu unakuta ukienda ukasikiza unakuta confirmation. So alinipa mwezi wa pili Isaya 43:4 kwamba nitakupa watu na kabila la watu kwa ajili yako. Bwana asifiwe. Na nikawa ni kila ninapoenda unasikia, yani unapata watu na kabila za watu kwa ajili ya unapata mpenyo. Ndipo unapoona Sauli Mungu alimuinulia watu na kabila za watu. Ingawaje kulikuwa kuna upinzani, lakini walikuwa pale kumtia moyo, ambao wakaenda naye mpaka nyumbani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nimeweka mistari pale, nisingependa nisome for the interest of time. Naona muda wetu umekimbia, tumebaki na dakika 4. Nitaendelea. Tunajifunza nini basi? Samueli wa kwanza. Nimeandika Wafalme, naomba mnisamee. Tunajifunza nini katika hili somo? Nilikuwa nimeandika labda ni skip hii niende wa mwisho kabisa, Samueli wa kwanza 10:1 mpaka 27. Yote tumejifunza nini? Mungu ndiye anayeteua na huweka viongozi kwa kusudi lake. Upako wa Mungu anapokupa anointing huja na wajibu na mabadiliko ya ndani pia Roho wa Mungu tunaona ambavyo humwezesha mtu kutimiza wito wake. Pia tunajifunza kwamba ishara za Mungu huthibitisha neno lake na kuimarisha imani. Pia unyenyekevu ni mzuri, lakini uoga haupasi kuzuia wito wa Mungu, kama ilivyokuwa kwa Sauli mfalme. Wanadamu hutazama sura ya nje, lakini Mungu hutazama moyo. Uongozi wa kweli lazima uwe chini ya neno la Mungu, pia uwe na mipaka. Kukubaliwa na watu si sawa na kibali cha Mungu. Tunaona ambavyo story nzima ya Sauli kuwa mfalme. Mungu hugusa mioyo ya watu kusaidia mipango yake. Tumeona Mungu akitoa provision.
Sio kila mtu atafurahia kuinuliwa kwako. Baki katika utulivu na hekima. Pia nikasema kumtii Mungu ni muhimu zaidi kuliko kutafuta mifumo ya kibinadamu. Mungu hubaki kuwa mfalme mkuu hata tunapoweka viongozi wa dunia. Mungu anabaki kuwa mfalme mkuu. Tunaona mwanzo kabisa wakati anawekwa mafuta, akasema, je, Bwana hakukuteua kuwa mfalme kwa ajili ya taifa lake, kwa ajili ya urithi wake? Anakurudisha kwenye ground, utambue kwamba Bwana amekuteua, Bwana ameweka mafuta ili uangalie urithi wake. Kwa hiyo kingine ambacho naondoka nacho, ambacho tuondoke nacho wote, whichever position you are in, kama ni anointing umepewa ya kufundisha, umepewa ya kuprophesy, umepewa ya kuwa mke, umepewa ya kuwa mume, umepewa ya kuwa mama, umepewa ya kutembea, whatever you have been given, tambua kama alivyoambiwa Sauli, Bwana akakutia mafuta kwa ajili ya wakati huu. Kwa hiyo it should humble us, kwamba tusijione bora kuliko wengine, tupomoke, tujue kabisa kwamba tumepewa kwa ajili ya urithi wake. Kama ni kwenye ndoa, ni kwa ajili ya urithi wa Bwana. Kama ni kwenye watoto, kwa ajili ya urithi. Kama ni kufanya kazi, kwa ajili ya urithi. Itunyenyekeze, itupe kumtanguliza Bwana zaidi. Na tumepewa katiba kama Sauli. Sisi tumepewa Biblia, tumepewa Roho Mtakatifu ya kutuweka on the ground kwa ajili ya kutupa mipaka na kujua tunafanya nini. Basi baada ya kusema hayo, naomba niwashukuru sana. Mungu awabariki. Naomba nirudishe kwa moderator kama kutakuwa na maswali. Asanteni sana. Amen, amen. Ubarikiwe sana sana. Amen. Amen. Nafikiri hili somo limekuja exactly kwa ajili yetu au mimi zaidi. Mungu akubariki sana na Mungu awabariki wote. Basi bila kupoteza muda, Sister Kanano umenyosha mkono. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nashukuru sana, Mungu akubariki sana na tumejifunza kwa kweli. Amen. Jambo moja ambalo nimelipata wakati unaendelea kufundisha ni kutokumchagua Mungu au kumchagua Mungu. Ni kwa upendo wa Mungu anatuwezesha kuamua. Ndio hii tunalipata tangu mwanzo, wakati wa kuachilia hivyo afanye anayofanya. Mungu aliamua unachagua wewe, na yeye aidha anakusaidia katika hili jambo au anaweza anatuachia uamuzi. Final say anatuachia sisi tuchague. Ni upendo wa Mungu unasababisha jambo hilo. Nilikuwa tunataka kuongezea, nimeona hiyo kama Mungu anaona nikiwa wanataka hivi, basi niwaonyeshe kuna ubaya ndio, lakini nataka niwaonyeshe kwamba nao wanaweza kuchagua. Ndio maana tunaweza kuchagua. Mungu angeweza kutusababisha labda sisi tunamfuata tu, lakini we are not robot. Kwa hiyo anatupa uwezo wa kuchagua. Amen. 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 Karibu Sister Victoria. Mi siongezei chochote, ila nimependa point ya CEO. Unajua ile kwamba kukataa wito wa Mungu au kukataa kitu ambacho Mungu amekuitia au anafanya, lakini bila kuverbalize it, kama alivyoelezea prof. Yani alivyoelezea prof ndo nimeelewa, initially nilikuwa sijaelewa, lakini nimebarikiwa na hiyo point. Sometimes unakataa though hujasema, lakini umekataa. Unaona, hiyo point imenibariki kupita kiasi. Mungu akubariki mtumishi wa Mungu kwa somo la leo. Amen. Amen. Naomba Sister Victoria utufungie kwa maombi, alafu niwaombe tu kwamba tutabaki kidogo kwa mengineyo. Karibu Sister Victoria. Amen. Tuombe. Baba, Amen. katika jina la Yesu tunasema asante. Wewe ni mwaminifu, wewe ni Mungu wa rehema. Tunakushukuru kwa ajili ya somo la leo. Tunakushukuru sana kwa kushiriki katika kujifunza neno la Mungu. Mpendwa, kama utapenda kumpokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na kukaribisha uombe sala ifuatayo. Baba wa mbinguni, asante kwa upendo wako na rehema zako, na kujia katika jina la Yesu Kristo. Nakiri kuwa mimi ni mwenye dhambi na naomba msamaha wako. Ninaamini kuwa Yesu Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zangu na akafufuka ili nipate uzima wa milele.
Nimkubali Yesu Kristu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ingia moyoni mwangu na unifanye upya. Nisaidie kufuate siku zote za maisha yangu. Asante kwa kunipa wokovu kwa neema. Amina.